mkutano huu maalum wa CCM wa Taifa 2025. Mkutano huu umefanyika katika ukumbi wa mikutano Jakaya Kikwete jijini Dodoma. Mkutano huu umewasilisha mada mbalimbali ikiwemo ilani ya mwaka 2025 ambapo leo hii tarehe 30 itazinduliwa ilani mpya ya mwaka 2030 itakayotumika kuelekea uchaguzi mkuu. Tumepata fursa ya kuzungumza na viongozi mbalimbali waliofika katika eneo hili la mkutano, wajumbe mbalimbali waliofika katika eneo hili la mkutano walikuwa na haya ya kusema kupitia ilani iliyopita na kupitia ilani ambayo itazinduliwa hivi leo. Kwa jina naitwa Mohamed Said Mchande, maarufu naitwa Matofali, mwenyekiti mstaafu wa Chama cha Mapinduzi wadi ya Kijitopele ambaye nimetumika kwa muda wa miaka 10. Ni mmoja katika washiriki wa waaliko wa mkutano huu au tuliohudhuria mkutano huu maalumu wa Chama cha Mapinduzi. Kiukweli tunakishukuru Chama cha Mapinduzi na utekelezaji wa ilani kuanzia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa asilimia kubwa zaidi imevuka idadi ya yale malengo ambayo yamekusudiwa. Lakini tuna matarajio yetu kwamba ilani itakayokuja sasa, kwa sababu wamefanya vizuri zaidi na bado mahitaji ya wananchi yapo makubwa na wananchi tuna matumaini makubwa kuanzia wanachama pamoja na wananchi juu ya viongozi wetu hawa, na ndio maana tukapata ile faraja ya kusema kwamba mitano tena, ili ingelikuwa sio mitano sio mazuri aliyofanya, ilikuwa hakuna haja ya mitano tena, lakini kwa sababu wamefanya mazuri zaidi, wana haki ya kupewa mitano zaidi wakaweza kukamilisha kazi ambayo tumewatuma. Matarajio yetu sisi kwamba utakuja na ilani nzuri zaidi au ilani iliyopitishwa, ila sijajua kwa upande wangu mimi kama ni msanii ambaye kutoka Zanzibar, ningependelea kwa niaba ya wasanii wote kipengele kimoja kiweze kuwemo cha msanii mwakilishi wa wasanii katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Baraza la Wawakilishi la Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Lazima hivi vitu viwepo, kwa sababu wasanii tuna mambo mengi ambayo sisi kama wasanii tunatamani yafikishwe, yasemewe, lakini mzungumzaji wa kutuwasilishia sisi katika baraza ni nani? Kuna sheria nyingi sasa zikapitishwa, waliokaa juu wanasema wao kwa upande wao, lakini wakatengeneza wanavyoona wao. Tukiwa tuna mwakilishi wetu, basi tuna sababu ya kukaa naye, halafu tukampa maelekezo, akapeleka kwenye vyombo vya sheria, na sisi tukaweza kupata fursa yetu kama wasanii, na tukawa tuna thamani duniani. Sanaa ndiyo inaendesha nchi zao, inaingiza pato kubwa la nchi. Kwa hiyo na sisi kama wasanii tunataka tukuze zaidi sanaa yetu na thamani izidi zaidi, pamoja na kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametoa mikopo, lakini bado tunatamani tuzidi kukua zaidi na sisi tuwe miongoni mwa watu wasanii kama wasanii wakubwa zaidi wale ambao walikuwa hawaoni maendeleo yale, kwa sababu kila mtu ana sababu yake mwenyewe binafsi. Hata Mwenyezi Mungu ameumba na akatuambia usiwe binafsi, usiwe mchoyo, kuwa mkweli. Sasa hili linakuwa na mtu hata kama anaona mwingine mpaka kusisho, mwingine anaona anajitia upofu mwenyewe, lakini niwape pole wale ambao, na naomba wawe wa kweli wa nafsi zao, na ukweli basi liendelee kusema kuwa ni kweli. Lazima tukubali kuelekea uchaguzi mkuu, tudumishe amani ya nchi yetu. Hicho ni kitu cha kwanza. Haya yote, faraja, kuombana, kukopana, kusaidiana, yote haya yataondoka. Tuone ndugu zetu Palestina na Israeli, majengo yameisha, sisi tunakwenda wapi? Tuatizame Kongo, tuatizame Kenya na wengineo. Nini? Sisi tunataka amani. Amani tulionayo watu wanatuonea choyo, na walio wengi ukichochewa wanapata sababu ya kuchochewa, akawezeshwa jambo. Kuna mafundi wanaweza kuzungumza na akakupa sababu, ukaona hii ni kweli, kumbe anakupotosha. Tayari umeshapotea. Ndiyo pale ukweli wake anajiona yeye amefaidi. Sasa naomba tuweni tudumishe amani ya nchi yetu, utulivu wa nchi yetu, twende kwenye uchaguzi kwa salama na amani, na tukirudi turudi kwa salama na amani. Na Chama cha Mapinduzi, wale wote ambao hawataki kuunga mkono, natoa wito kwao, tukiungeni mkono Chama cha Mapinduzi, tuzidi kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Naitwa Abdul Nabil na umaarufu Kulizo Komelia. Tuko Dodoma hapa kwenye mkutano mkuu taifa. Tulianza jana tarehe 29, lakini tumefikia leo tarehe 30, na tutakuwa kilele cha kutimiza yale malengo yetu
ambayo tumeyafuatia huku kwa kukamilisha ilani ya Chama cha Mapinduzi. Jana tuliweza kukuta vitu vingi sana ambavyo vinahusiana na mpango ambao umetuletea hapa, vitu vingi sana kwenye maboresho ambayo tumeyaona, vitu ambavyo vimekabidhishwa kuhusiana na maboresho ya nchi. Mambo mazuri yamefanyika hususan kule kwetu Zanzibar, lakini hata huku Tanzania bara mambo mazuri yamefanywa na Mama Samia, mambo mazuri yamefanywa na Dr. Mwinyi. Tunajivunia mengi sana. Kwa hiyo bado tunaendelea kukabidhiwa ilani ya chama chetu cha Mapinduzi katika utekelezaji wake. Kwa hiyo tutaangalia namna gani, kitu gani ambacho leo tunaweza kukiboresha zaidi, ambacho tutahitaji labda kiboresho kwa mfumo wake. Leo tutakabidhiwa zaidi na ndio itakuwa kilele zaidi. Bwana, nawapenda wote. Dr. Mwinyi mitano tena, Mama Samia mitano tena. Tukizungumzia ilani ya chama ambayo inasimamishwa iendelee kuzinduliwa ilani mpya, lengo la ilani ni juu ya kuiendeleza taifa kwa ujumla pamoja na chama. Sisi kama vijana pia tumeona mengi ambayo yamefanyika kutokana na yote ambayo yalikuwa kwenye ilani iliyopita, kuzungumzia ujenzi, sekta tofauti. Kwa hiyo ni kwamba kuna vingi vinahitajika kuboreshwa, na ndio maana inazinduliwa ilani mpya leo kwa sababu ya kuhitimisha au kumaliza hizo changamoto ambazo zilikuwa zimebaki huko nyuma. Nadhani wanasema kwamba kama kuna mtu anabeza maendeleo ambayo yapo, nadhani labda pengine pia hajayaona au hajatumia maendeleo. Yaani sasa leo mtu atazungumzia vibaya SGR, ataanza kusema kwamba hamna umeme wa kutosha, sio unakatika na nini, hiyo treni ya umeme itatumika vipi? Kwa sababu hajawahi kutumia hicho chombo cha usafiri. Ila sisi ambao tumeshawahi kukitumia tumeona kina ubora na hakuna changamoto yoyote. Na ili kuendeleza taifa, sawa, kunahitajika kwenye hao kubeza na ambao watasifia, ili mradi kuja kupima mizani ya ubora. Kwa hiyo pia ni changamoto kwa serikali, lakini pia ni chachu kwa serikali kufanya vile vilivyo bora. Kwa hiyo mtu anapobeza au anakusifia, vote vinahitajika kwenye kuimarisha kitu. Kwangu unaenda sasa kwa vijana, tujitokeze na tujitahidi kuchagua kiongozi aliye bora. Siwezi kumwekea mtu imani kwamba ni nani anamtaka. Vijana tupo wengi, vyama viko vingi, lakini nadhani chama kilicho bora kinajulikana na maendeleo tunayaona. Nikiripoti kutoka hapa jijini Dodoma, mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online